Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu aitaja Afrika uchumi wa dunia, aitaka kujipanga upya kujiweka katika nafasi yake. Habari katika ukurasa wa pili. Vikundi 769 vya ula pampu za umwagiliaji ni katika mikoa 15, ekari 13518 kuacha kutegemea mvua. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. UDSM yataja changamoto 3 wahitimu kidato cha 6. Habari katika ukurasa wa 3. Jamhuri yapangua hoja za Lissu kuhusu faragha. Habari katika ukurasa wa 7. Katambi, tuko makini kulinda amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Samia kushiriki mkutano wa afya Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika nguzo ya kwanza dira kubeba mambo 6. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ubalozi wa Tanzania Oman waadhimisha siku ya Kiswahili. Habari katika ukurasa wa 7. Lindi Mtwara zasogezwa karibu na gridi ya taifa. Habari katika kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mshahara unatosha, fanya haya utatoboa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Kupanda kwa gharama za maisha kunalazimisha kufanya mambo kadhaa ili kuepuka matumizi yasiyopangwa na misukosuko mingine ya kifedha ili mshahara wa mtu uweze. Charles Mtege, mkufunzi. Ukilipwa 700,000 baada ya makato utatenga 70,000 kwa sadaka, 135,000 chakula, 80,000 kodi, 15,000 umeme na maji, 20,000 mawasiliano, 30,000 usafiri, 110,000 starehe, 60,000 matumizi binafsi, 40,000 bima, 50,000 dharura, 50,000 kwa akiba ya malengo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mawakili wa Lissu waibua mapya Dar es Salaam. Mashahidi wawili katika kesi ya kikatiba iliyofunguliwa na mawakili wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu wameeleza Mahakama Kuu kuwa jinsi walivyozuiwa na askari magereza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. JK ataka uadilifu bajeti kutekeleza ahadi za afya Afrika. Habari katika ukurasa wa 3. Wahitimu walimu ni mwaka mmoja wa vitendo leseni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Heche anavyopita kwenye joto kisiasa kiongoza Chadema. Habari katika ukurasa wa 12, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mvutano Chadema waendelea kutikisa. Watatu watinga kwa msajili wa vyama vya siasa kuwasilisha malalamiko ya hatua zilizochukuliwa dhidi yao. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Mwigulu, Afrika igeuze mabadiliko ya dunia fursa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. AICC yanyoshewa kidole kwa kuvuka mipaka yake. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia kushiriki mkutano maalum AU. Habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi atoa pole kwa amiri wa Qatar. Habari katika ukurasa wa 17. Polisi jamii wajipanga kutokomeza ukatili. Habari katika ukurasa wa 2. Marekani Iran zashambuliana kwa siku ya 10. Habari katika ukurasa wa 19. Homa kali na maumivu ya koo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu nilinyimwa nyaraka muhimu,
adai zilizuiwa kuingia gerezani licha ya kuhitaji kuzitumia katika maandalizi ya utetezi muhimu kwenye kesi ya uhaini inayomkabili. Ahoji idadi ndogo ya watu kortini. Serikali yatetea taratibu za magereza. Habari katika ukurasa wa pili. Tuhuma za kuhamasisha maandamano. Korti kuu ya amuru mhadhiri aachiwe. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dodoma imeamuru mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage aachiwe kwa dhamana, huku upelelezi wa tuhuma za uchochezi zinazomkabili ukiendelea. Uamuzi huo umetolewa jana jijini Dodoma na Jaji Joakim. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Manispaa yadaiwa kuvamia ardhi yenye mgogoro. Habari katika ukurasa wa 18. Wasira Jumuiya ya Madola ni mshauri, hawezi kutuagiza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, ndugu ikisema DPP haruhusiwi kuingiliwa. Hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu itakuwa ni kuvunja katiba kwa kuingilia muhimili wa mahakama. Gazeti hili limeandika Uhuru Park, mgogoro unaozua maswali, wananchi wakitaka suluhu. Mgogoro unaohusu eneo la wazi la Uhuru Park katika manispaa ya Moshi umeendelea kuzua mjadala miongoni mwa wananchi, viongozi na wadau wa maendeleo, huku kila upande ukitoa hoja zake kuhusu namna bora ya kuliendeleza eneo hilo bila kupoteza matumizi yake ya awali. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 9. Asilimia 21 ya kaya vijijini hazina vyoo. Habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5, ikiwa hii ni makala maalum. Mahakama yatupa rufani ya DPP kupinga adhabu kesi ya bangi. Habari katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni giza nene. Estabulaya Matiko ya wakuta makubwa. Mwigulu Mchemba awaangukia wananchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dhoruba Chadema, tuhuma za fedha, sauti za wanachama na mjadala wa maridhiano vifungua mtihani mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wawili wapotea hifadhini, wananchi walalama, polisi TANAPA funguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mkuu wa shule ala kichapo kimbizwa hospitali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Safari ya kuni yageuka msiba kwa wanafunzi. Habari katika ukurasa wa 5. Aina 3 za wapiga kura na fedha chafu kwenye siasa. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema mambo magumu. Lissu amkoromea Mnyika kortini, Heche zidi kubanwa kila kona. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, ndugu ukisema kwa nini Heche asizijibu hizi tuhuma, asitupishe kae pembeni tuchunguze tuhuma zake. Badala yake anakuja kujibu kwa kuwasema vibaya watu ambao tunawategemea kama wawakilishi. Chama kipo chini ya wanachama. Gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi anavyopaisha sekta ya elimu Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 9. Usiri watajwa chanzo cha matukio ya mauaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwigulu atoa neno maendeleo ya Afrika, asema bara hilo halipaswi kuendelea kuwa mwathirika wa ushindani wa mataifa makubwa. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Kikwete aipa mbinu Afrika utekelezaji ajenda ya afya. Habari katika ukurasa wa 8. Rais Samia mteua bosi Ura. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mke auawa shambani, mume adaiwa kuhusika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limepambwa na habari picha ikiandikwa safari njema. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiagana na viongozi uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana, kabla ya kwenda jijini Accra nchini Ghana kuhudhuria mkutano mkuu maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU kuhusu afya. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika Simba Sports Club yashusha kiungo wa Nabi. Habari ni katika ukurasa wa 2. Habari picha inamuonesha Kaletso Mkalwa amezaliwa Januari 3 mwaka 1997. Ana umri wa miaka 29, huko Makopane, Afrika Kusini. Urefu ni 45.6. Ligi kuu bara Agosti 16 ni Kagera dhidi ya Simba Sports Club. Agosti 19 ni Pamba dhidi ya Simba Sports Club. Agosti 22 ni Singida Black Stars
dhidi ya Simba Sports Club. Jezi feki za kamatwa England, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mastar Azam FC watimkia Rwanda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Kirafiki leo Jumatano ni Tottenham dhidi ya MK Dons saa 12 jioni Anfield. Gazeti hili pia limeandika vyuma hatari vimetua Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo lenyewe limeandika Yanga yabeba makocha wasaidizi wa kimataifa, habari katika kurasa za ndani. Twiga Stars tayari kuivaa Afrika Kusini WAFCON, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wachezaji wa Simba mkosha Matola, habari katika kurasa za ndani. Miaka 30 ya Bongo Flava nizamu ya Mwanza, habari katika ukurasa wa 21. FIFA yachunguza vurugu fainali, habari katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe limeandika Yanga Simba mshike, habari katika ukurasa wa 19. Wakati Yanga ikimtambulisha Simo Bladia kwa kocha msaidizi, klabu ya Simba imenasa saini ya mshambuliaji mzawa Bakari Msimu kutoka klabu ya Coastal Union ya Tanga. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Kigogo Sikinde afagilia ujenzi Oreli SGR, habari katika ukurasa wa 17. Mashindano ya mkuu wa majeshi ya waibua Taeba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Mkwasa Pawasa waibuka na kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Lamine Yamal asherehekea kombe la dunia kivyake, habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika mabondia waahidi makubwa michezo wa madola, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili linakamilisha dukuzi siku hii leo. Asante kwa kutuchagua, ni kutakia siku njema.